founder of Newborn Forum, a platform dedicated to exploring the journey of faith and growth. You may now help me to welcome Irakoze in this event. Everybody, clap hands for Irakoze. Unazungumzaje event kwa ujumla event hizi? Event ya Irakoze ilikuwa inalenga kufanya birthday yake ambayo alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 10, lakini tarehe 7 mwezi wa 4 Irakoze aliamua kuokoka tukiwa kwenye devotion service ya nyumbani. Kwa hiyo akaamua kumpa Yesu maisha baada ya kusikiliza mafundisho na akasema anaanza safari. Kwa kitabu kilichozinduliwa leo kilikuwa kinaunganisha matukio mawili. Siku yake ya kuzaliwa lakini na siku ya kuzaliwa kiroho. Kwa hiyo ndio maana inaitwa newborn au mzaliwa mpya. Kwa hiyo ni event ambayo tunataka kukuza vipaji vya mtoto. Ni kitabu kimeandikwa, tumemsaidia hasa mama yake kutoka kwenye story yake, maisha ya shule, maana ya maisha. Kile ambacho mimi nafundisha kila siku kwenye vyombo vya habari ndicho ambacho ninakifanya kwa mwanangu. Kwa hiyo mtoto ana vipawa vingi na vyote ameshavitambua na anavifanyia kazi. Mama lakini pia mwandishi wa kitabu hiki. Hebu tuambie kitu gani ambacho kimekuinspire kuweza kuandika kitabu hiki? Cha kwanza ni mtoto mwenyewe Irakoze. Irakoze ni mtu ambaye anapenda sana simulizi. Kwa hiyo akiwa na kitu chochote ambacho kimemfurahisha, namna anavyokuja kukusimulia, yani utaacha kila kitu ili umsikilize. Kwa hiyo siku ametoka shuleni alikuwa anakuja likizo, amefika hasa katika simulizi aliyonipatia ikawa inahusika na mambo fulani ya kiimani na ilitokea akiwa mbali na nyumbani. Sasa kutokana na ile simulizi ndo ikanishtua kwamba nahitaji kuongea na yeye zaidi kwenye masuala ya kiimani ili kujua kwa nini alikutwa na hiyo changamoto ambayo iko kwenye kitabu. Kitabu hiki kina mlenga nani haswa au nani anapaswa kusoma hiki kitabu kwa jinsi kilivyoandikwa? Kitabu hiki kinatakiwa kisomwe na watoto na wazazi, na kwa sababu kila mtu awe mtoto au kijana baadaye atakuja kwa mzazi. Kwa hiyo kitabu hiki ni cha watu wote. Unazungumziaje kiujumla kwa jamii na content ya kitabu inaenda kureflect vipi? Kitabu kimebeba majibu ya maswali mengi ya watoto, na maswali mengine wanauliza hata wazazi wanayajibu, lakini wanadhani wanayajibu katika usahihi, lakini kuna mengine yanajibiwa katika namna ambayo sio sahihi. Lakini kila ambapo tunawekeza kwa watoto, jamii, familia, mwisho wa siku huyu mtoto anakuja kuzalisha kile ambacho amejifunza au amekisikia kutoka kwa jamii. Kwa kuna vitu vingi mwanangu alikuwa anakuja ananiambia kuhusu amevisikia shuleni, lakini akija nyumbani mimi nampa mtazamo tofauti na ule ambao ameambiwa na watu wengine. Kwa mfano, mtu anaweza akawa ameambiwa kwamba kazi hii inalipa zaidi kuliko kazi fulani, lakini wewe umegundua mwanao nyumbani anaonyesha kipawa ambacho kule shuleni ameambiwa hakilipi, lakini wewe unafahamu kwamba kile kipawa kitawahudumia watu wengine. Kwa mfano, labda mwanangu anapenda dansi au mwanangu anapenda kufundisha, lakini kuna mtu mwingine anasema walimu haulipi.
walimu wana maisha magumu, lakini kumbe mimi nafahamu akipewa maarifa ambayo ni sahihi atawasaidia watu wengine kwa kuwafundisha jambo lile na waweze kufanikiwa. Kwa hiyo ambacho kimebeba kwenye hicho kitabu sio tu masuala ya kiuinjilishaji, lakini pia ni masuala ya majibu sahihi kwa watoto, ili mwisho wa siku wasije wakakutana na taarifa nyingine wakakata tamaa. Kwa mfano ukimwambia mtoto wako soma sana uje uwe fulani au uajiliwe au ufanye hiki, baadaye akija akikuta jamii inasema hakuna ajira, unatakiwa uende VETA sasa kujifunza ili ujiajiri, huyu mtoto anakuwa confused. Kwa kuna wakati mwingine unashindwa kumuelekeza kwa sababu ya jamii ilivyomjenga na taarifa ambazo alipokea. Kwa kitabu hiki kinaanza kumpa mapema mtoto taarifa sahihi ambazo zitamsaidia ajitegemee na awe na msimamo thabiti mahali popote atakapofika kwenye maisha yake. Irakoze yeye mwenyewe kutokana na hiki ambacho kimefanyika, unahisi ni kwamba kinamjenga vipi kiujumla katika ukuaji wake? Irakoze akiwa bado mdogo, miaka kama 3, alikuwa anapenda sana kucheza. Kwa hiyo tukawa tunamexpose katika kucheza, kwa sababu sisi tunaamini mtoto anapozaliwa anakuja na vision yake kwenye ulimwengu, ila mfumo wa dunia na wa kielimu ndio huwa unamtoa photocopy, anakuwa mtu mwingine. Kwa hiyo sisi tunajaribu kuzuia hilo, apate elimu ya ulimwengu huu lakini bila kupoteza utambulisho wake, uwezo wake, vipawa vyake. Na uzuri amemkubali Kristo na anaelewa, tunaendelea kumfundisha maneno hayo mpaka atakapokuwa mtu mzima, kwamba maamuzi aliyofanya maana yake ni nini. Lakini pia anajisikia vizuri kwa sababu tunamunga mkono kwenye vipawa vyake vyote hivyo navyo. Anapenda kuongea, ndio maana naona ana confidence hali ya juu, na hata shule tulizokuwa tunachagua tumemhamisha sana, kwa sababu shule zingine tulikuwa tunaona zinaua kipaji chake cha kuongea na ujasiri. Kwa hiyo tunajaribu kumendeleza kwenye vile anavyovipenda, lakini huko tunamkazania afanye vizuri shuleni. Kitabu hiki kinahamasisha nini sana kwa upande wako jinsi ulivyoona? Furaha na amani. Furaha na amani katika engo gani au katika nyanja zipi? Urafiki, shida na menginevyo. Mama amekuwa inspired kuandika hiki kitabu kutokana na harakati zako, uchangamfu wako na mafundisho yako. Je, wewe unahisi kwamba una kipaji cha kufundisha pia? Ndio. Unapenda kufundisha mambo gani hasa? Mambo ya Mungu, hata darasani pia. Je, una ndoto gani katika masomo yako huko baadaye kwa sasa hivi? Nifaulu na nifike mbali. Na unataka kuja kuwa expert kwenye mambo gani hasa? Labda daktari, pilot, engineer au nani? Daktari. Unataka kuwa daktari? Hongera sana, kaza buti, Mungu akubariki. Amen. Neno la mwisho kuhusiana na kitabu hiki, wewe kama mama na mwandishi pia? Mimi neno la mwisho ni kwamba natamani kitabu hiki kiwafikie watoto wote wa Tanzania. Na namna gani kinaweza kikawafikia? Nafahamu tu kwamba kuna watu ambao wakikisoma wakaona maudhui haya yanafaa. Kwa sababu mimi nimesoma, nimeona yanafaa kwa kila mtoto. Kwa watakaoona yanafaa na wakasupport ili kazi iweze kwenda, watoto wapate hivi vitabu viweze kuwasaidia. Wanajifunza vitu vingi, wanaangalia katuni, kwenye katuni kuna elimu nyingi. Kwa ili kutokuwa confuse watoto na kubaki na ile hali yetu ya Watanzania na kupenda vitu vyetu wenyewe na kuanza kutengeneza wabunifu wakiwa wadogo, ni vizuri hichi kitabu kiweze kuwafikia Watanzania wengi, kwa sababu kimegusa nyanja mbalimbali za maisha na makuzi.